Bila Pasaka huwezi kutoka mahali ulipo kwenda sehemu nyingine. Ni kwamba Pasaka inapopita kwako katika ulimwengu wa roho, kama shetani alikuwa amekuweka upande wa pili, unatoka upande wa pili na unaenda upande mwingine. Ni kwamba Pasaka ina nguvu ya kukutoa katika mikono wa shetani na kukuingiza upande wa pili wa kimungu. Kutoka 12 mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Waambie mkutano wote, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao. Mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja, na ikiwa watu wa nyumba ni wachache, kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana dosari, dume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtaweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba mtakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala ya kutokoshwa majani, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyama zake na za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawaua wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu itakapoingia nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pasaka wetu Yesu Kristo alichinjwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu anaongea kwamba hii itakuwa ni sikukuu, itakuwa ni ukumbusho vizazi hadi vizazi. Unajua Pasaka maana yake ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Mungu alimwambia Musa na Haruni waingie katika nchi ya Misri, waende wakamwambie Farao awape watu ruhusa waende wakamtumikie Mungu ambaye baba zao walimtumikia. Musa yeye alienda kutokana na vile Mungu alivyomtuma, lakini Farao hakutii. Farao akakataa. Farao anasikia habari katika kinywa cha Musa, Bwana amesema wape watu wangu ruhusa. Farao akashupaza nini? Shingo. Mungu anamwambia Musa, nenda ukamwambie hivi, mapigo yataingia kwake. Farao akaendelea kushupaza shingo. Maandiko wanasema kwamba mapigo yakaanza kupita katika Misri. Mara vyura,
mara inzi, mara funza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara chawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya mapigo yote hayakusababisha Farao awaachie wana wa Mungu watoke katika Misri ili waende kumtumikia Mungu. Haya mapigo yote hayakufanya Farao akubali kuwaachia wana wa Israeli watoke katika utumwa ambao wameukalia siku za kutosha. Wenda kuna kifungo kwenye maisha yako, hakitaki kuachia maisha yako. Na si kana kwamba adui yako hajui kwamba juu yako kuna nguvu za Mungu. Si kana kwamba adui hajui kwamba wewe unatakiwa kukombolewa. Adui anajua kwamba lazima ukombolewe. Na si kana kwamba adui hajaona ishara. Si kana kwamba Mungu hajaanza kumhudumia adui. Vichapo vimeanza pita kwenye maisha ya adui, lakini bado inasubiria nguvu ya Pasaka. Nguvu ya Pasaka kishapita, utatoka mahali ulipo, utaenda sehemu nyingine. Mapigo yote 9 Farao akashupaza nini? Shingo. Sasa linakuja pigo la 10. Pigo la 10 litaenda tofauti na mapigo yote. Pigo la 10 litakuja kwa namna ya tofauti. Sikia nikwambie, kumpokea Yesu Kristo sio sharti, bali ni hiari ya mtu binafsi. Maana unapompokea Yesu Kristo, hata kama maisha yako yote yalikuwa ni giza, yanaweza akapata nuru hapo hapo. Waefeso 5:8 Biblia inasema, zamani mlikuwa giza na sasa mmekuwa nuru katika Kristo. Ni maana ni kwa njia ya Yesu Kristo sisi ambao tulikuwa giza tunaweza kuwa nuru. Wewe mahali popote ambapo pamejaa giza, ina maana huyu Yesu ni nuru. Na kama Yesu ni nuru, akiingia kwako moja kwa moja giza linaondoka na unakuwa ni nuru. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inasema kwamba ndipo sasa Mungu akamuita akamwambia Musa na Haruni, iteni mkutano wote wa Israeli na utawaambia mambo haya ambayo nikuambiayo. Bwana Yesu asifiwe. Yote ambao nifanyao nini? Watamtoa mwanakondoo dume wa mwaka mmoja, atakuwa ni wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Na atafanywa hivi, akaanza kueleza, mtachukua damu mtapaka kwenye miimo ya milango, na damu nyingine mtapaka kwenye kisingiti cha mlango. Na ndipo sasa yule malaika wa kifo, yule malaika wa pigo atakapokuja, nyumba ambayo itakuwa imepakwa damu kwenye miimo ya milango na kwenye kisingiti cha mlango, malaika hataingia katika ile nyumba, bali malaika atapita juu. Maana yake nini? Katika nyumba kama kuna mauti litakiwa kuingia, malaika atakapopita juu, ile nyumba itakuwa ni salama. Ina maana Pasaka ndivyo itakavyokuwa. Ni kwamba ili Pasaka iweze kuonekana, lazima pawepo mwanakondoo. Ili ukombozi uweze kuonekana, lazima mwanakondoo awepo. Maana huwezi kupata damu ya mnyama bila kumchinja mnyama. Na ndio maana ilibidi kwanza Yesu Kristo awekwe pale msalabani, avikwe taji la miba, achomwe mkuki ubavuni, apigwe msumari ili damu itoke. Na damu itakapokuwa inatoka na manga pale msalabani, watu watakaoamini katika hiyo damu, ukombozi wao utaonekana. Na ndio maana ili Yesu Kristo alete ukombozi, ilibidi kwanza aimwage damu. Ina maana hapana ukombozi wa Pasaka bila damu ya kondoo kumwagika. Na ndio maana kwa Israeli, baada ya kula nyama, Bwana Yesu asifiwe sana, kuna namna Mungu aliwaambia lazima damu itafanya nini, ili ile damu iende kuwa ukumbusho. Hata malaika akija, akiona damu anajua hapa kuna Pasaka. Ina maana kabla bado damu ya Yesu haujaialika kumwagika juu ya maisha yako, bado haujakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni hivi, ni kwamba ni nyumba ile ambayo damu itakuwa imepakwa kwenye miimo ya milango na kwenye kizingiti. Ile nyumba malaika akifika atapita juu. Uwe Mwisraeli, uwe Mumisri, ikikutwa tu damu kwenye miimo ya milango, malaika atapita juu. Naipenda hiyo. Ina maana Mumisri ambaye alikuwa na mtu wake wa karibu Mwebrania, aliyejiungamanisha pamoja nao na akakubali elimu ile, akasikia maneno hayo na akaelewa, kama na alichukua damu akapaka kwenye miimo ya milango, malaika alipokuja mzaliwa wa kwanza hakufa. Bwana Yesu asifiwe. Eti yule malaika atakapokuja atapita juu.
Na ina maana ujiulize, malaika anajua kuhesabu mpaka nyumba zote zilizopakwa damu kwenye miimo ya milango. Haleluya. Na hapo anasema ndipo sasa Bwana ataanza kuwa mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu, mzaliwa wa kwanza wa kondoo, mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe, mzaliwa wa kwanza wa mbuzi, mzaliwa wa kwanza wa ngamia, mzaliwa wa kwanza wa kila kitu katika nchi ya Misri. Biblia inasema kwamba na hapo ndipo sasa Farao hata shupaza tena shingo yake na kukana wana wa Israeli katika nchi ya Misri, bali atawaruhusu sasa watoke katika nchi ya Misri na waende katika nchi ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwamba wewe kuna mahali ambako bado huwezi kutoka kabla ya Pasaka. Lazima upite katika Pasaka. Pasaka ikishaonekana juu yako, kuna mahali lazima utatoka na kwenda sehemu nyingine. Sikia, maisha tunayoyaishi sio haya tunayoyaona. Maisha tunayoyaishi ni haya maisha ya ulimwengu wa roho. Pasaka tunayohubiri leo sio vitu vya ulimwengu wa damu na nyama, ni vitu vya ulimwengu wa roho. Unapoelewa katika ulimwengu wa roho na damu, unajua damu ya Yesu imemwagika msalabani ni miaka 2000 na kitu iliyopita, lakini hiyo damu bado tunaiazimisha katika ulimwengu wa roho na inamwagika juu yetu, na inapomwagika juu yetu tunapata ondoleo la dhambi. Na ndio maana mambo haya lazima uwe umekubali kupona, uwe umekubali kupokea katika ulimwengu wa roho, na unapokubali kupokea katika ulimwengu wa roho utapona. Sasa ni kwamba kitakachofanya malaika apite juu ni damu, sio chochote. Atakapoikuta damu atapita juu. Ni kwamba kama atapita juu, ni kwamba ile nyumba hapatatokea msiba. Yes, napenda hapo. Ni kwamba ndani ya hiyo nyumba hakuna kilio kitakachotokea. Watu watapiga kelele katika Misri, lakini yule damu iliyopakwa katika miimo ya milango ya nyumba yake, pale katika hiyo nyumba hapatapita nini? Kilio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka uelewe nini? Ni kwamba Pasaka inaweza kukupitisha juu ya mauti na usione mauti. Pasaka inaweza kukutoa mahali ulipo ikakupitisha juu ya umaskini. Hili ni jambo ambalo elewi, lakini ukilielewa utasema amina. Ni kwamba Pasaka inaweza kukutoa kwenye laana ikakuvusha juu ya laana ukaitwa mbarikiwa. Hapana. Pasaka inaweza kukutoa kwenye maisha ya kilio, usiwe tena mtu wa kilio, ukawa mtu wa kumshukuru Mungu na kumtukuza Bwana. Maana Pasaka maana yake nini? Inatoa mtu chini, inampitisha juu ya inawezekana kwenye maisha yako kuna majanga ambao wewe huwezi kupambana nao. Pasaka kiingia, utapita juu ya majanga ya aina yoyote yaliyopo katika maisha yako. Nimekuja leo kutangaza juu ya mtu mmoja. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani inaenda kumtoa mtu mmoja mahali alipo. Yawezekana amekuzika, itakufufua, itakupitisha juu ya Sikia, wewe unaweza kuwa hauwezi, unaweza kuwa ustahili. Pasaka anapoingia kwako, lazima utatoka mahali ulipo na kwenda sehemu nyingine. Sikia, ni kwamba kilio kitapita katika nchi nzima, kilio kitapita katika mji mzima, lakini kwa wale walio mla Pasaka, kwa wale waliopaka damu kwenye miimo ya milango, sikia, ni kwamba ndani ya ile damu mna nguvu itakomfanya malaika kupita juu. Ina maana ndani ya Pasaka mna nguvu ya kukutoa kwenye mikwamo, mna nguvu ya kutoa kwenye laana, mna nguvu ya kukutenganisha na mauti. Sikia, Biblia inasema yeye ni uzima. Haleluya. Ni kwamba Pasaka inapoingia, uzima unaingia ndani yako tayari. Pasaka inapopita, amani inaingia ndani yako. Ni kwamba ndani ya ile damu palikuwepo na nguvu ya kumvusha malaika asiingie bali apite juu. Maana yule malaika aliyetuma ni akiingia ananyonga, anaua. Ninaona mtu mmoja mahali hapa, mauti iliyokuwa inamsumbua itapita juu, laana iliyokuwa inamsumbua itapita juu. Nimekuja kutangaza juu ya mtu mmoja, msiba wake utapita juu, aibu yake itapita juu, hakuna kitakachokalia tena. Aliyeona malaika kiingia ndani ni mauti iliyoingia. Kuna watu wanapenda kutembelewa na malaika, lakini siku hiyo ukitembelewa na malaika kuingia kwako,
Yule kijana wako yule hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hayupo. Ina maana kitakachomvusha yule malaika ni nguvu ya damu. Na wao waling'ang'aniwa katika nchi ya Misri. Lakini Pasaka alipoingia, Pasaka alipopatikana, hawakukaa tena katika nchi hiyo. Nimekuja kutangaza juu ya mtu mmoja hapa. Inawezekana umeng'ang'aniwa miaka mingi sana kutoka mahali ulipo. Kwa nguvu ya Pasaka utatoka mahali hapo. Inaweza kuwa nguvu ya kifamilia imekushikilia, inaweza kuwa madhabahu ya kifamilia imekushikilia, lakini Pasaka napopita kwako, mahali ulipokamatwa hautakamatwa tena. Utatoka hapo na kwenda sehemu nyingine. Nimekuja kutabiri juu ya mtu mmoja mahali hapa. Pasaka ya awamu hii haitakuacha kama ulivyo. Ni wewe uamini kwamba natoka mahali nilipo na kwenda sehemu nyingine. Unajua kuna watu wengine katika ulimwengu wa roho uchumi wao umefungwa. Unajua shetani anajua akifunga uchumi wako, hata kumtumikia Mungu vizuri hautaweza kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anajua akikufungua kimahusiano, kindoa, utamshukuru Mungu, utamwabudu Mungu, na kuna watu watamjua Mungu kwa ajili yako. Kwa anachokifanya anafunga mahusiano. Unanielewa vizuri? Sasa anajua akishafunga mahusiano yako kuna vitu vimekufa tayari. Sasa nimekuja kutangaza juu yako kusema hivi. Inawezekana miaka mingi umefungwa, miaka mingi umekamatwa. Leo namtangaza mwanakondoo wa Mungu kama Pasaka aliyechinjwa, uweze kutoka mahali ulipo na kwenda sehemu nyingine. Sikia, Biblia inasema damu ya Yesu ilipomwagika pale msalabani, na baada ya Yesu kukata roho, kitu kilichofuata nini? Makaburi yakafanya nini? Yakafumuka. Miamba ikafanya nini? Ikapasuka. Miili ya watakatifu ikafanya nini? Ni kwamba Pasaka hairuhusu hata watakatifu wakae makaburini. Pasaka hairuhusu miamba ibaki kama ilivyo. Pasaka inapasua mpaka miamba. Kama kuna maisha ya mtu mmoja yalikamatwa kwenye miamba, miamba itapasuka leo. Kama kuna uchumi wa mtu mmoja umekamatwa na wachawi wamezikwa kwenye miamba ya kichai, leo itapasuka. Kama kuna chochote kilizikwa, kuna watu wamechukuliwa nyayo zao zimezikwa makaburini. Unajua Pasaka maana yake ni ukombozi. Tunapokuwa kwenye semina Pasaka, kuna watu watakombolewa kiroho, kuna watu watakombolewa kimwili. Nimesimama hapa kutangaza juu ya mtu mmoja kusema hivi, utakombolewa utake usipotaka. Unaweza kutembea hivi, lakini kuna kitu kimekamatwa kwenye maisha yako na haujui wewe. Haujui. Sikia nikwambie kitu kimoja usichokijua. Farao kudai wale wasitoke katika nchi ya Misri. Kuna Waisraeli baadhi walikuwa wanaungana na wazo la Farao. Hivi unanielewa? Kuna watu wapo tayari kuishi utumwa. Kuna mtu kimshauri na mwambia maisha unayoishi sio, anaona kwamba umechanganyikiwa. Huyu mtu ili akombolewe lazima upewa, apate neema kwanza ya kufunguliwa kiufahamu. Bila kufunguliwa kiufahamu ataona kwamba unamwonea ama hata kuelewa kabisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa elewa kwamba kuna watu walikuwa wameungana na wazo la Farao ili kuzuia Israeli wasitoke wapi? Katika Misri. Lakini Pasaka alipokuja wakafunguliwa nini? Ufahamu. Wakaelewa, okay, tunatakiwa kutoka mahali hapa, sio eneo sahihi kwa ajili yetu. Unasikia, Misri ilikuwa ni eneo sahihi kwa ajili ya Wamisri, haikuwa eneo sahihi kwa ajili ya Israeli. Kuna mahali unapopita sio eneo sahihi kwa ajili yako, bali kuna watu wameandaliwa kwa ajili ya eneo hilo. Wewe unatakiwa utoke mahali hapo. Vita unavyovipitia sio eneo lako sahihi. Kuna watu wanatakiwa kupita hapo. Lazima Pasaka aje, lazima Pasaka apite uweze kutoka hapo. Nimekuja kutangaza kusema hivi, kama
umekubaliana na hayo maisha unayoyaishi, nimekataa. Namtangaza Pasaka, na baada ya kutangaza Pasaka usikubaliane tena na hayo maisha. Unajua kuna wakati